Yes, mambo vipi mtazamaji wa PMTV? Karibu kwenye PMTV Updates. Na kwenye PMTV Updates bwana, leo hii tunavitembelea vilabu vya Kariakoo, nikiwa naizungumzia club ya Simba, lakini pia nikiwa naizungumzia club ya Young Africans. Tunajua siku chache zilizopita club ya Young Africans iliweza kutambulisha jezi zake maalum kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Of course, baada ya kuweza kutambulisha kulikuwa kuna minongono mingi kuhusiana na aina ya jezi ambayo ilitolewa na klabu hiyo. Lakini jana bwana usiku pia club ya Simba iliweza kuzindua jezi zake maalum kwa ajili ya michuano ya kimataifa, na kama unavyojua hauwezi kuepuka minongono bwana. Kumekuwa kuna mazungumzo mengi ambayo yanazungumzwa kuhusiana na jezi hiyo ya Simba ambayo imeachiwa jana. Wapo ambao wameenda mbali zaidi na kuzungumza kwamba hakuna utofauti wa jezi inayotumika kwenye ligi kuu nchini Tanzania bara pamoja na ile ambayo imeachiwa jana na klabu ya Simba, ikiwa inanukuliwa kwamba ni kwa ajili ya michuano ya CAF Champions League, huku kilichobadilika ikiwa ni aina ya wadhamini na sehemu ambazo wamebandikwa. Sasa baada ya minongono hiyo kumekuwa na mjadala ambao umeanzishwa kwamba kuna ulazima wa vilabu vyetu hivi kuwa na jezi special kwa ajili ya michuano ya kimataifa, kwa sababu ikumbukwe kwamba hapo awali vilabu hivi viliingia kwenye kasumba ya kuwa na jezi special kwa ajili ya michuano ya kimataifa ni kutokana na conflict of interest ama muingiliano wa kimaslahi ambao ulikuwepo kati ya hawa main sponsors ama wadhamini wakuu wa hivi vilabu, zikiwa ni kampuni za kubashiri, lakini pia kwa mdhamini mkuu wa michuano ya CAF Champions League pamoja na michuano mingine ya CAF ambaye pia naye alikuwa ni kampuni ya ubashiri. Lakini msimu ulivyotamatika bwana, kuna kanuni ambayo iliingizwa kwamba muingiliano huo wa kimaslahi hautakuwa tena ni barrier ama kizuizi kwa vilabu vyetu kuendelea kutumia main sponsors ama jezi ambazo zina main sponsors ambao nao pia ni kampuni za kubashiri. Hivyo kizuizi hicho kiliondolewa, hivyo basi vilabu vyetu vinaruhusiwa kuendelea kutumia jezi ambazo zina mdhamini ambaye ni kampuni ya kubashiri. Na ndio maana kama umezingatia jezi za klabu ya Young Africans msimu huu kwenye michuano ya kimataifa bado zina nembo pale kifuani ya moja kati ya kampuni za kubashiri. Lakini baada sasa hiyo sintofahamu kutolewa ama hiyo kasumba kuenguliwa, watu wanahoji kuna haja ya vilabu vyetu kuendelea kutoa jezi mbili kwa ajili ya msimu, na hii inawezekana ni kutokana na ule ubunifu kuanza kupungua, kwa sababu tumeona klabu ya Young Africans inalalamikiwa kupunguza ubunifu kwenye jezi zao. Lakini pia jana klabu ya Simba pia baada yao kutoa jezi zao inasemekana ubunifu umepungua, na ndio maana jezi zinazotumika kwenye ligi zimeenda kutolewa tena kwenye michuano ya Champions League. Yani ni kama kuna bandika bandua fulani. Sasa na wewe unayo nafasi ya kuweza kutuachia comment yako ama maoni yako kuhusiana na huu mjadala ambao umekuwa ukiendelea kuzunguka kwenye mitandao ya kijamii kwamba ni sahihi vilabu vyetu sasa kuacha rasmi ule utamaduni wao kutoa jezi mara mbili, kwamba jezi special kwa ajili ya michuano ya kimataifa pamoja na jezi special kwa ajili ya ligi, ama unatamani kuona vilabu vikiendelea kufanya hivyo ila tu ubunifu uweze kuongezeka. Sasa kati unaacha comment yako hapo, usisahau bwana kutembelea kampuni nambari 1 kwenye masuala ya ubashiri, nikiwa nazungumzia kampuni ya PMBet, kwa sababu huko hazitoki pesa peke yake bwana, watu wanashinda pesa pamoja na magari. Tunajua hii ni weekend ya mikeka, wale wanangu wa mikeka, tandika jamvi lako. Ukishinda mkeka basi unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.